Kwa majina naitwa Kuruthum Sadiki, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe. Siku ya leo tunaendeleza ile siku ya huduma kwa wateja ambayo imefanyika kwa nchi nzima. Kwa halmashauri ya mji Njombe, cha kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi katika halmashauri yetu ya mji Njombe. Tumepokea zaidi ya bilioni 4.9 na hata halmashauri ya mji Njombe pia tumeweza kutoa mapato bilioni 4.5, na tunapoelekea katika huu mwaka wa mwisho, kufunga mwaka wa mwisho wa fedha wa serikali, tumeona kama halmashauri ya mji Njombe tuweze kusogeza huduma kwa wateja kama ambavyo mnaona kwa wateja wetu, licha kusogeza huduma zao lakini tuweze kupata maoni makubwa kutoka kwao. Tumeweza kufanya kazi kwa huu mwaka mzima wa serikali wa fedha. Miradi mingi tumeweza kutekeleza, afya, elimu, kilimo, mifugo, miradi mingi. Lakini pia nichukue pia nafasi pia kwa kuwashukuru wananchi wa halmashauri ya mji Njombe, pia wameonyesha ushirikiano mkubwa sana kwa mwaka huu tunapoendelea kumaliza mwaka wa fedha wa serikali tarehe 30. Wamekuwa ni watu ambao wana ushirikiano mkubwa. Tena wakati pia niweze kutoa ila kuwapongeza na pia kuwaomba pia tena kwamba tunaenda kuingia mwaka wa fedha mpya mwezi wa 7, tuendelee kushirikiana na ushirikiano mkubwa ambao wameweza kuonyesha sana katika miradi. Tunapoletewa fedha sio sisi pekee yetu serikali tutatimiza katika wajibu wetu, hapana, na hata na wananchi wamekuwa na ushirikiano mkubwa, wanajitoa kuhakikisha hii miradi yao ambayo ipo, kwa sababu ni watoto watakaosoma watoto wao, upande wa kilimo wapata zile huduma za kilimo, mbolea za ruzuku na kila idara, na afya na kupata anili katika upande wa afya kuweza kupata huduma bora, vifaa vingi vimeletwa katika hapa, kwa hakuna hata haja ya kuweza kwenda katika mikoa mingine uende Dar es Salaam au uweze kwenda Mbeya. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano mkubwa ambao wametuonyesha. Tuwaombe tena kuelekea kumaliza mwaka wa fedha, mwaka wa fedha mpya wa serikali, waweza kushirikiana kwa pamoja. Tunaposhirikiana wananchi wa halmashauri ya mji Njombe kwamba wanakuwa wanaioni ile ni miradi yao, tunashirikiana vyema. Kwa mimi niwapongeze kwa ukubwa sana. Ni watu ambao ni wanashirikiana, tumeshirikiana kwenye miradi kujenga hii miradi, wanajitoa kuhakikisha wanafanya maendeleo. Basi hata mwaka wa fedha unaokuja tuendelee kushirikiana wote kwa pamoja, tuijenge Njombe yetu na pia taifa letu. Katika siku ya leo tunapoendelea kutoa huduma, tutakuwepo kwa siku ya leo mpaka siku ya Jumanne. Kwa hiyo niwaombe wananchi sehemu hii ya leo waje waweze kupata huduma. Kuna huduma za NIDA, kuna huduma za afya, kuna huduma za ardhi, kuna huduma za kilimo. Watapata hapa huduma zote kama tunavyoona wananchi ambao wako hapa, ili waweze kupata huduma zao. Na kikubwa tunataka kama ni kutoka kwao tupate ushauri pia yale ambayo tumeweza kuyafanya kwa huu mwaka mzima, basi tuweze kuboresha wote kwa pamoja, sisi halmashauri ya mji Njombe, serikali na wananchi wote kwa pamoja, ili basi tuendelee kutekeleza miradi yetu na tuendelee kuijenga halmashauri ya mji Njombe wote kwa pamoja. Asante. Wa halmashauri ya mji Njombe kwa hapa mjini tumesogeza huduma zote. Tunahitaji sana mje mpate huduma, mje mtoe maoni yenu. Tunahitaji sana mtoe ushauri kwa watu wa kufanya biashara hapa halmashauri ya mji Njombe. Tunahitaji maoni yenu ili basi tuweze kudumisha hizi, tuboreshe zaidi kwa hiyo tuliyofanya kwa mwaka mzima, ili tuweze kufanya vizuri zaidi kwa ushirikiano kwa wote. Niwaombe sana mkaribie hizi siku 4 ziweze kuwa kwenu. Najua ni wachapakazi, lakini mtenge muweze kufika hapa, muweze kupata huduma kwa karibu. Na wote watumishi tutaweza kuwahudumia kwa furaha na tutasikiza maoni yenu na tutaenda kuyafanyia kazi. Asante. Mheshimiwa mbunge, tunashukuru kwa mheshimiwa, tumeweza kushare ushirikiano mkubwa sana mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika na waheshimiwa madiwani ambao wamemaliza muda wao. Tumeshirikiana kwa ukubwa sana. Wote kwa pamoja tumeshirikiana mpaka halmashauri yetu sasa tumeweza kupata mapato zaidi ya 100%. Tumeweza kufanikiwa. Yote hii ni ushirikiano mkubwa alioonyesha mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wetu madiwani wote kwa ujumla, wakati zote zetu 13 na wote viti maalum. Tumeshirikiana wote kwa pamoja kufanikisha
tuna halmashauri ya mji Njombe tunatekeleza hiyo miradi, lakini pia tunakusanya mapato zaidi ya 100% ambao tumeweza kufikia. Asante. Nimeweza kupokea wateja mnawahudumia na wanasemaje? Je, wanadhishwa na namna ya kusogeza huduma hapa karibu na wao? Sasa. Kwa majina anaitwa Ayubu Unduru, ni afisa ardhi halmashauri ya mji Njombe. Kwa kweli kutokana na hili zoezi ila kuwasogezea huduma wananchi, limekuwa ni zoezi ambalo wananchi wenyewe wamefurahi, kwa maana ya kwamba tumewasogezea huduma karibu. Na kwa upande wetu sisi kwa idara au kitengo cha ardhi, ina maana kwamba sisi tunatoa masuala ya kisheria, ushauri wa kisheria kuhusiana na masuala yote ya ardhi. Tunatoa bili za kodi ya pango la ardhi. Tunasikiliza mtu kama ana changamoto za migogoro, malalamiko kuhusiana na ardhi. Tunaweza kuwashauri pia namna ya kutatua na kushughulikia mambo mengine kama hayo. Lakini kwa mwitikio mpaka sasa hivi kwa upande wetu kwa muda huu tumepata wananchi kama 11. Kwa maana hiyo tunashukuru kwa huduma hii kuwepo hapa karibu. Hata kwa upande wa ardhi pia tunaona watu wengi wamekuja kulipia kodi viwanja vyao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa kweli tunasema ili zoezi ni zoezi zuri na wananchi wamefurahia huduma. Kwa hiyo tunachoweza kusisitiza au kuhamasisha ni kwamba wananchi waje kwa wingi, kwa sababu sisi idara yetu wote tupo hapa, tunawasubiri wao wananchi waje tuweze kuwahudumia. Kero zipi mnazipokea? Kero actually kuna kero kubwa ambayo ni sio kubwa, kwa maana kwamba kuna mwananchi mmoja ambaye amekuja anasema kwamba kuna jirani yake kaziba barabara ya kiwanja chake. Kwa hiyo tulimwagiza mpima ili aweze kwenda site kwa ajili ya kwenda kuangalia mipaka ya kiwanja chake, na naamini kwamba utatuzi utapatikana kwa sababu ni swala ambalo la kuangalia tu alama za mipaka ya kiwanja chake. Kwa upande wa kero zaidi kuna kero kubwa zaidi ya hiyo. Wengine wamekuja tu kwa ajili ya kuomba ushauri namna gani ya kupata hati, ushauri wa kumiliki, upimaji unakuaje na vitu kama hivyo. Na kingine unachoweza kusema, kuna mtu mwananchi ambaye ana lalamiko lake kutoka wilaya ya Ludewa amekuja hapa pia tumemhudumia na nimeweza kumshauri pia. Kwa majina naitwa Michael Rasa, ni afisa mapato halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tuko hapa kwenye viwanja vya stendi ya zamani kuwasogezea huduma wananchi ili huduma hizi wazipate kwa urahisi zaidi kutokana na geographic eneo letu kiofisi kidogo liko nje ya mji. Sisi hapa huduma tunaotoa katika meza yetu ni huduma ya utoaji wa leseni za biashara aina zote, leseni aina zote za biashara ikiwemo na leseni za vilevi, lakini za vileo, lakini vile vile tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya namna ya ukataji wa leseni, na leseni hizi unazipata kwa njia kirahisi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wafike kwenye banda letu kwa ajili ya kupata leseni zao. Leseni unaipata ndani ya nusu saa baada ya kulipia malipo yako. Kwa hiyo ni rahisi sana, tunawakaribisha wananchi, lakini vile vile tunapokea malalamiko. Kama kuna malalamiko yoyote tunayapokea na tunayafanyia kazi. Lakini vile vile tuna ushuru mwingine, ushuru wa mabango ambao tunayatoza sisi halmashauri ya mji. Kwa hiyo tunawakaribisha wafanyabiashara wenye mabango maeneo mbalimbali waje walipie ushuru wao. Tumewasogezea huduma kwa ajili yao, na huduma hii itakuwa ni endelevu, kwa maana ya kwamba tulisikiliza kero za wananchi kwamba tuwasogezee huduma na tumewasogezea huduma. Kwa hiyo ninawakaribisha sana waje kwenye banda letu. Nashukuru sana. Ofisini utanipata. Faida gani ya kuwa na leseni? Biashara. Nashukuru sana. Lakini nani anatakiwa kuwa na leseni? Sawa kabisa. Au tuombe press ya kwako peke yako? Mimi nilisikia matangazo kwenye gari, wanatangaza kwamba leo kutakuwa na huduma za kupima afya, pia kwa habari ya mifugo, kwa habari ya kutoa elimu kwa ajili ya kilimo na kwa ajili ya mambo ya ardhi, kupima afya. Kwa hiyo nilivyosikia yale matangazo nimekuja kutokea
Mimi naitwa Lukia Lunyiriko Ng'ande, natokea Ramadhani. Kwa hiyo nimekuja kwa maana ya kujifunza. Nimefika hapa, nimependa kujifunza somo la parachichi, kilimo cha parachichi, na wanatoa huduma vizuri, wanafundisha, wanaelekeza madawa ya matumizi ya madawa kwenye parachichi. Halafu pia nimejifunza mambo ya ardhi, kutolewa hati miliki, kwamba watakuja kwa ajili ya kutuhudumia kuhusu kutoa mambo ya ardhi, hati kutupa hati. Halafu pia kuna sehemu ambazo hatujapimiwa, tulikuwa tunahitaji tupimiwe ili tuweze kumiliki. Kiujumla huduma ni nzuri, ninapenda. Mimi mwenyewe nimefurahishwa, kwanza matangazo yalinifurahisha. Ndio maana nimetoa nauli yangu, nimepanda gari, nimekuja ili nipate huduma hizo, nijifunze pia nini kinachoendelea. Kwa ujumla mahuduma ya hapa ni nzuri, wanaelimisha kuhusu ufugaji pia wa kuku, kwamba mtu unapenda kujifunza kufuga kuku, wanatoa elimu vizuri kwa kweli. Waje wajifunze ili tuweze kuwa tusiishi maisha ya mazoea, tuishi maisha ya elimu ambayo itatukomboa kutoka kwenye hali duni kwenda kwenye uchumi wa kati. Kwa kweli nimependa. Asante. Yangu naitwa Vumilia Begula. Nimefurahia sana kusogezwa huduma hapa jirani. Na ninajua shida yangu niliyofika hapa lazima nitatekelezewa kwa wakati. Natamani huduma iendelee.